Msikilizaji, matumaini yangu kwamba uko salama kabisa. Utamani po kujua hali yangu, mimi niko poa. Simulizi Yetu Media, tunaendelea na sehemu ya pili ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Hisia za Mwisho. Pale ambapo tuliishia sehemu ya kwanza, tulikuwa tumekutana na mkasa wa mwanadada Linda na heka za Bwana Sudi pamoja na Peter. Tulishia pale ambapo Sudi alikuwa kwenye mawindo ya kumuinda Linda, akiwa amempa lifti ya roli kuelekea Dar es Salaam kumtafuta mjomba wake baada ya bibi yake kufariki. Nafahamu na kiu kubwa sana ya kutaka kujua kitu gani kiliendelea ama nini kilimkuta Linda. Basi usijali, niko hapa kwa ajili hiyo. Riwaya hii imeandikwa na mkali wa hizo kazi, Xavier Ruoga. Lakini cha kukusia, usiache kusubscribe. Unaweza kuwasiliana nasi Simulizi Yetu Media kwa nambari za simu 0757567253. Mitandao yote ya kijamii tunapatikana kwa jina hilo tu la Simulizi Yetu Media. Na kama ukihitaji kuwa mwanachama wa WhatsApp group, basi unaweza kuwasiliana namba hizo moja kwa moja, utaingia kwenye group letu la Simulizi Zetu Media. Basi tuendelee pale ambapo tumeishia. Mimi najua una kiu sana cha kusikiliza. Ilipoishia siku 2 nyuma, ambapo Linda alipata msaada wa kupakizwa kwenye roli la mizigo ili aweze kwenda Dar kumtafuta mjomba wake. Akiwa njiani, Sudi ambaye ndio dereva anajaribu kumbaka Linda. Tulishia pale ambapo Bwana Sudi alikuwa ndio anapaparika ili kufanya kile ambacho alikuwa anahisi yeye ni sahihi kwa upande wake. Kwa tunaambiwa hapa Bwana Sudi alikuwa ameshajaribu kupaparika zaidi ya mara moja kuweka muogo wake kwenye kitumbua cha Linda, lakini alishindwa kabisa kufanya hivyo, kwani sehemu za Linda zilikuwa zimebana na kamwe hazikuwahi kufunguliwa hata siku moja. Bwana Sudi aliona asikose yote, aliamua kuchezea nyeti za Linda ili zimletee hamu zaidi, huku naye akiendelea kujipikicha kupitia mkono wake wa kulia ili ilete hisia ambazo zitamfanya achie wazungu wake. Shikashika ya Bwana Sudi ilimfaidisha kidogo, kwani alifanikiwa kuzitoa hisia zake za mwisho kwa Linda. Hatimaye akamwaga wazungu akiwa ndani humo ya gari. Alipomaliza alitoka tena hadi nje ya gari na kujimaliza huduma nyingine kama kukojoa, kupinga makamasi, kisha kurudi tena kwenye gari. Sasa aliinua miguu ya Linda na kuiweka kwenye kiuno chake, kisha yeye kupata sehemu ya kukaa. Ilikuwa ni upande wake ule wa dereva. Alikaa hapo naye akivuta hisia za kulala ili asubuhi aendelee na safari. Ni kumbe ulikuwa mpango wa Bwana Sudi. Kulikuwa na maeneo mengi tu ya kupaki na kuchukua vyumba vya kulala, lakini yeye aliendesha hadi maeneo hayo ambayo hayana msaada wa mtu yoyote ili tu afanye ushenzi wake kwa Linda. Kwanza kabisa, kabla sijaendelea na simulizi hii, naomba nitumie nafasi hii kuzungumza na madereva wa maroli. Madereva wa maroli, hii tabia, unajua unakuta wengine vijana wadogo sana, lakini hii tabia wako nayo wengi na wanaipenda. Kweli unakuta binti mzuri, kaumbika, kafanyaje, inawezekana kweli unamfahamu miaka mingi, lakini haufahamu kwamba anatumia dozi nzima ama anaumwa. Maradhi yako mengi, sio lazima kuwe na ukimwi. Kuna kaswende, kisonono, gono, UTI na maradhi mengi sana ya zinaa ambayo yanaambukizwa na tendo la ndoa. Kwa hiyo mnatakiwa muwe makini na kujali afya zenu, kwa sababu afya zenu ndio misingi imara. Afya zenu ndio mtaji wenu, kwa sababu afya yako ikitetereka huwezi kuendesha hilo gari. Kwa hiyo jaribuni kuzuia tamaa zenu, ikiwezekana mpunguze kabisa. Bwana Sudi alipokaa pale kwenye siti akakumbuka kuwa taiti ya Linda haikurudi katika sehemu yake. Kwa kuwa hakuivua yote, ilishia kwenye pingili za miguu, aliamua kuacha taa kwenye gari na kumalizia kumvesha mtoto wa watu. Kila muda akimeza mate kama matamanio mapaja ya Linda alivyonona. Alipomaliza kumvesha, alizima taa ya gari na kufumba macho kwa ajili ya kulala. Akiwa anavutavuta usingizi, aliamua kutumia mapaja ya Linda kama kiburudisho chake. Alikuwa anampapasa kama vile anavuta nyuzi za gitaa. Taratibu usingizi ukamchukua Bwana Sudi mpaka asubuhi. Linda ndiye alikuwa wa kwanza kufumbua macho yake. Alifungua na kujikuta amelala kwenye siti. Mwili wote ulikuwa umejikunja kwenye siti moja, na siti ya pili alikaa yule Bwana Sudi akiwa amelala, huku mkono wake ukiwa katika paja la Linda. Aliruka Linda na kuweka nguo yake sawa. Wingi la hatari likagonga katika kichwa chake na kishindo chake cha kukopesha miguu yake ili kujitoa kwa Bwana Sudi kumwamsha yule bwana.
Leo ni too much, aliongea Bwana Sudi baada ya kurupuka kutoka kwenye usingizi. Hakumjali kabisa Linda ambaye alikuwa kwenye mshangao. Amezaje kulala namna ile na mwanaume ambalo alifahamu sawa sawa na limemshikilia miguu yake. Bwana Sudi alichungulia kulia na kushoto, kisha akainama chini na kuchukua galoni la maji. Akatoka nje na kujimwagia kichwani pamoja na kujisugua uso. Alipitisha machoni kisha kurudi ndani ya gari. Kanayo tuanze safari, aliongea Bwana Sudi akiwa tayari amemkabidhi lile galoni la maji Linda. Linda alipokea na kutokea mlango wake wa jirani. Alishuka na kunawa maji haraka haraka kisha akarudi. Hali ya hewa ilishabadilika mule ndani. Kila mmoja sasa alikuwa na jicho tofauti kwa mwenzie. Linda akiwa na wasiwasi juu ya mlalo ambao alijikuta nguo yake yote imefunuka na yule Sudi akiwa ameshikilia miguu yake. Alishindwa kumuuliza chochote kile kwa kuwa Bwana Sudi alikuwa mtu wa heshima sana kwake. Licha ya kumpita umri sawa na baba yake, lakini pia alikuwa na mahusiano mazuri sana na bibi yake. Bwana Sudi yeye alikuwa na chuki binafsi tu. Kwa nini alishindwa kumalizia kile alichokianza? Alianza kujilaumu kimoyomoyo kwa jinsi alivyogaramia vitu kadhaa adimu ambavyo aliamini vitalaza kama amekufa Linda, na kweli alilala. Lakini kwa nini ashindwe kummalizia? Hilo lilimuuma sana. Na kwa sasa hakuwa na jicho lile la furaha kwa Linda. Badala yake alikuwa mtu wa kujilaumu tu. Basi macho yake yalikuwa mbele ya barabara. Bwana Sudi alifika Dar es Salaam majira saa 6 usiku. Aliamua kumwacha Linda Mbezi na kumpandisha Linda magari yaendayo Mbagala rangi 3. Alimwambia tu kama anamtafuta mjomba wake, basi atampata Mbagala au Kariakoo. Kwa kuwa maeneo hayo yanakutanisha watu wa kila aina, alisema tu hivyo Bwana Sudi ili amkomoe kabisa Linda. Na ndio maana akili ya Linda sasa ilianzia Mbagala na kuishia Kariakoo. Na hapa ndipo safari ya Linda kumfuata mjomba wake ilipoanzia. Masikini Linda. Turudi sasa kwenye wakati wa sasa mule chumbani kwa Mr. Peter. Ilikuwa ni alfajiri na mapema kabisa ambapo Linda ilimwamsha kwenye godoro la mtu asiyempenda. Alijikuta hapo na amefunikwa kabisa shuka. Alibetua midomo kwa kuchukia na kusonya kwa sauti, huku akirusha shuka lenyewe pembeni na kujichunguza sehemu zake za siri kama ziko salama. Alipoona hakuna dalili ya kuguswa sasa, aliamka na kutoka nje kumfuata huyo mwanaume ambaye ameibuka kama msaada kwake, kwa maana ndani ya kuwepo kabisa. Peter alikuwa sio mtu wa kulalala mapema na sio mtu wa kuchelewa kuamka. Linda alijisogeza hadi upande ambao Peter alionekana kuwa anakanga karanga zake. Alikaa pembeni huku akimtafakari mwanaume ambaye hakupata bahati ya kupenda licha ya kuwa alikuwa anacheza wote. Peter, umeoa? Linda aliuliza swali la utani kidogo, lakini yeye akiwa na uso wa kumaanisha. Alikuwa hatanii hata kidogo Linda. Peter, umesikia swali au? Linda irudia kuuliza kama Peter ameelewa swali au hakusikia kabisa, kwa maana toka Peter asikie swali la Linda alikuwa anamwangalia tu mtoto huyu mzuri ambaye anamzengua kihisia. Peter hakujibu tena alichoulizwa. Alizigeukia karanga zake na kuzitoa katika moto. Alikuwa anazipika na maganda yake ndani ya mchanga. Baada ya kumaliza kuzipakia nyingine kwenye moto, aligeuka sasa na kumfuata pale Linda alipokaa akiwa anachezea nyasi. Linda, sina mwanamke ambaye anaelewa hisia zangu. Sijaoa wala sikuwahi kuoa hapo mwanzo, alijibu kwa msisitizo Peter akimwangalia Linda usoni. Chumba chote hicho na miaka yote hiyo toka uje da, hujawahi kuwa na mpenzi wewe, na ulivyokuwa unapenda mambo hayo. Aliongea Linda akiitafuta amani ya moyo. Hizo hisia tu kuna muda zinakuja zenyewe na muda mwingine zinaitwa kama ukizihitaji. Mimi nimejidhibiti kufanya hivyo. Sina rafiki wa kike. Labda ningejua jinsia ya karanga, basi mapema sana ningezitangazia ndoa. Aliongea tena Peter, lakini macho yake hakukwepesha hata kidogo. Hongera kwa uongo. Jana umeniwekaje kitandani? Aliuliza swali lingine Linda. Yote alikuwa ni maswali ya kitoto tu, lakini yeye alionyesha kuwa kweli amechukia. Nilikuamsha na ukatembea mwenyewe hadi kitandani ukalala. Na shuka limefanyaje? Nani anifunika? Hapo sijajua kwa kweli. Mimi nakumbuka tu ulala mwenyewe, lakini ulikuwa unaongea tu. Mjomba. Alijibu Peter huku akiiga sauti ya kike kwa Linda na kubinya pua. Hapo akamweka tena katika huzuni. Alianza kuwaza jinsi gani ataenda kumtafuta mjomba wake huko mjini.
Haraka akainuka hapo na kukimbilia ndani. Akakusanya mfuko wake haraka haraka na kutoka nao nje. Akavaa ndala zake na kufungua mfuko wake kuhakikisha kama vitu vyake viko salama. Wapi sasa? Peter aliongea na kumuita Linda. Alianza tayari kuondoka bila hata kuaga. Naenda kwa mjomba, alijibu Linda akiwa hatua 10 sasa kuelekea barabara. Wewe mwanamke utapotea huko. Sawa tu Peter, hapa pia nimepotea. Sio kwangu, alijibu Linda kisha akaanza kuchochora kutafuta kituo cha daladala. Linda alikuwa hampendi tu Peter. Aliamua kuondoka hapo ili asiendelee kuwa mzigo wakati yeye kwao ni huko kwa mjomba wake alishatoweka. Nikisema Linda hampendi Peter, mpenzi msikilizaji, nadhani ni tabia hii tunayo wanawake wengi. Mwanamke unaelewa vile ukiwa humpendi mtu hata kama ana pesa kiasi gani, lakini vile ukiwa humpendi utamani kukaa naye karibu, utamani kumsikia. Vitu vinakuwa vingi kama hivyo, si ndio? Basi Linda akapanda zake gari bila kusoma linaelekea wapi. Alikuja kushushwa feri na hapo akaanza kuzunguka. Linda alizunguka na mfuko wake ambao una nguo chache tu na picha ya mjomba wake pamoja na pesa zile za rambirambi takriban 100,000 na chekecheke. Sasa Linda alivyo mshamba alijua hapo ndio Kariakoo. Kule alikotoka jana alisahau kabisa alipaswa kupanda daladala 2. Yaani Mji Mwema kwenda feri na kutoka feri kwenda Kariakoo. Yeye aliposhushwa tu hapo alianza safari za kwanza kutafuta kile ambacho anakitafuta. Macho ya Linda alikuwa na kibarua kigumu sana. Kuangalia sura za watu, midoli ya maduka pamoja na wapiga debe wanauza viatu na nguo kando ya barabara. Alitumia siku nzima kuzunguka papo hapo Kigamboni. Linda alijikuta anatembea kwa mguu hadi kufika katika bichi moja ambayo aliwaona watu wengi sana wakiendelea peleka zao. Hakuwa muelewa sana kuhusu Dar es Salaam wala bahari. Alikaa kando kidogo. Alishangaa jinsi mawimbi yalikuwa yakisukumwa na upepo mzuri kumsogelea. Alijikuta hapo ndio sehemu sahihi ya yeye kupumzika. Tumbo likimsokota kwa kukosa chakula kwa muda mrefu. Mpumbavu, alitokaje bila kula? Basi akiwa hapo alikuwa anawasema sana watu wa Dar es Salaam. Aliwasema mno kwa kuwa hawakuwa na maadili hata kidogo. Kusema kwake kulianzia pale ambapo aliwaona wadada wazuri 3 wakimpita wakiwa wamevaa bikini tu. Linda aliwaonea haya hata kuwaangalia. Washenzi, hawajielewi hawa. Yaani hisia zao ndo zimefika mwisho. Wameamua kutudhalilisha wanawake wote duniani. Alijiongelea mwenyewe kwa kuwa alikosa kabisa kitu cha kuongea. Alichezea mchanga na kujitahidi hata kuchora sura ya bibi yake kwenye mchanga. Linda kichwani mwake alikuwa anamwaza bibi yake tu. Aliamini kuwa bibi yake ndiyo aliyemwagiza aje Dar es Salaam kuishi kwa mjomba wake. Aliamini katika maono ya bibi yake kwamba hisia zake haziwezi kufika mwisho kwa kuwa yuko bibi yake anampambania dhidi ya malaika waovu. Si ikawa saa 12 jioni sasa. Jua lile linaaga taratibu kukimbilia giza. Wenye kwao mbali walianza kutoka nje ya fukwe na taratibu kurudi makwao. Linda naye alikunguta makalio yake na kutoka sehemu ile. Njiani sasa ndipo alipoanza kukumbuka kwamba hana sehemu ya kulala. Alikumbatia mfuko wake na kutabasamu kwamba atalala tu kama siku 2 zilizopita. Alitembea huku na huko na asinunue chochote wala kula chochote. Alitembea na kujikuta amefika pale pale pa mwanzo ambapo alishuka na gari alipotoka Mji Mwema. Aliona gari nyingi sana zimepaki na zote zimeandikwa Kigamboni gerezani. Alishika kichwa Linda. Hapo ndipo alikumbuka kuwa hakufika hata Kariakoo. Alikumbuka kuwa kipindi wanafika na Peter waliyapita mazingira mazuri sana pamoja na daraja kubwa. Akili ya maskini hakuna inachowaza zaidi ya kesho. Linda hakujutia sana kitendo kile. Aliamini amepata akili sasa na siku ya pili ataondoka kwenda kumtafuta mjomba wake. Akili ya kutafuta sehemu ya kulala ikamjaa, lakini aliona bora kukaa karibu na eneo hilo la stendi ili asipoteze zaidi pindi itakapofika kesho. Binti mjanja, kama hunijui vile. Sauti ya kiume nzito ilisikia karibu na Linda. Linda ambaye alikaa nje ya frame moja ya biashara iliyofungwa. Linda alianza kujibanza wa kuogopa alipomwona mtu huyo. Jamaa ambaye amevalia t-shirt la matobo kama jezi za wacheza mpira wa kikapu. Jamaa ambaye alikuwa na mwili mnene kiasi, alikuwa amevalia bukta kubwa ya jinsi chini huku cheni zikiwa zimening'inia shingoni mwake. Alianza kumzongazonga Linda. Nyanyuka upesi, aliongea bwana yule baada ya kuona Linda anajiziba uso wake na mfuko wake. Nimesema nyanyuka binti, aliongea tena. Safari hii alimtandika kibao cha nguvu kwenye bega.
Linda alijikuta tu yupo juu akimzidi urefu jamaa huyo. Yule bwana alitumia tochi yake ya simu akimmulika vizuri Linda usoni kwake. Simu yake ilikuwa na mwanga mkali sana kiasi cha kumuumiza Linda macho. Sekunde ile ile walikuja vijana wengine 4 na kumzunguka Linda. Wote walionyesha wana uhusiano na yule jamaa wa mwanzo. Ni huyu kweli? Mwingine alipitiza hadi usoni kwa Linda, alimwangalia vizuri na tochi yake ya simu. Sio, aliongea yule kijana. Waonyesha kuwa wana mtu wao amewasaliti kwa kuwakimbia. Kutokana na pombe za yule jamaa wa mwanzo zilimpeleka hadi kumuhisi Linda ndio huyo mwanamke. "Si umesema mweupe kidogo? Ana shepu hivi?" aliuliza yule jamaa aliyemuhisi Linda, huku akitumia mikono yake kama ishara ya kumchora mwanamke aliyemueleza. Ila sio mshamba kama huyo," alisisitiza yule mwingine, na kisha wale 4 waliokuja pale wakapotea kwa kuendelea kumtafuta mwanamke ambaye wanomjua wao. Pale alibaki yule jamaa na Linda. "Wedem, kuna bwana wako anamsubiri hapa," aliongea yule jamaa akimsogelea zaidi Linda. Jamaa alionyesha ananuka pombe hizi za kisasa. "Unajiona kashamba mbwa wewe? Nyie ndio tukiwatoa bia 2-3 tu mnakuwa wezi kisha mnasepa," aliongea yule jamaa na kuamua kumalizia hasira zake kwa Linda. Aliamua kumaliza hasira zake zote kwa Linda. Wakati anaongea hivyo, alimzonga Linda kisha akamsukuma kwa nguvu, kisha yeye akaondoka zake kwa haraka sana kwa kufuata wenzake. Linda alidondokea mtaroni, hakuumia lakini alichubuka kidogo tu, lakini mfuko wake haukuwa salama hata kidogo. Vitu vilishamwagika tayari. Haraka haraka aliokota vile ambavyo vilimwagika na akili ya kurudi kwa Peter sasa ilikuja upya. Alikusanya mfuko wake na mbio kuelekea sehemu ambayo aliona magari ambayo yanaelekea Kibada. Alipanda bila kuuliza kama gari hiyo ni yenyewe au la. Uso wake ulikuwa mkavu kwa kutetemeka, huku kila muda akiangalia dirishani kama wakaka wale watarudi au vipi. Kwa bahati gari liliondoka bila Linda kuwaona tena wale watu. Sasa ilikuwa yeye tu kujikagua vizuri ameumia kwa kiasi gani. Alipoona ngozi yake imechubuka kwa mara ya kwanza, machozi yalimtoka. Alilia Linda ndani ya gari na wala hakujali watu wazima ambao walikuwa wakimsema pembeni. Mapenzi hayo. Walisikika mama wawili ambao umri wao ulikuwa ulishapita na wakati na sasa wanaelekea kwenye uzee. Linda alishuka pale pale Mji Mwema ambapo alishuka mara ya mwisho na Peter, na ndio hapo hapo ambapo alipanda gari asubuhi. Alitembea haraka haraka lakini alishindwa kukaa sawia kwenye barabara kwani njaa nayo ilikuwa ikimsumbua kila muda. Linda hakula kabisa hadi muda huo wa saa 4 usiku. Linda alifika bila kupotea kwenye nyumba ambayo amepanga Peter. Aliona tu mwanga wa mshumaa unachungulia mlangoni kwa kuwa kulionyesha kuwa luku iliisha kwenye nyumba hiyo. "Nisaidie na leo Peter," aliongea moyoni Linda huku akiona aibu kuingia ndani. Aliweka makali yake pale pale nje ya mlango na bila kubisha hodi kuingia ndani. Kila muda alikuwa anajipapasa mchubuko wake ambapo ulipatikana mkono wa kulia, mchubuko ambao ulimkumbusha kosa ya vijana wale wauni. Bibi, kwa nini umeamua kuniacha lakini? Kwa nini umeamua kunitesa mtoto wako kunileta katika jiji hili baya? Si bora bibi ningekufa tu njaa kama wewe pale pale kwenye kibanda chetu bibi. Bibi, ona leo mjukuu wako nimetokwa na damu. Kitendo ambacho ulikuwa ukipendi kabisa bibi yangu. Uliniambia mimi mzuri, napaswa kuwa na mwili wangu. Ona sasa wanaume wanaanza kuwa kikwazo kwangu. Sina hisia nao. Wewe ndiye hisia zangu za mwisho. Usiniache tena bibi yangu. Linda aliamua kuongea peke yake nje ya mlango wa Peter. Hakujua kama Peter ameshafungua mlango tayari na yupo hapo amesimama kumsikiliza yeye na lawama zake kwa bibi yake. Linda alijimwaga kwa kumlaani yule jamaa na rafiki zake. Ila maombi yake makubwa ni kuhusu tumaini lake la kumpata mjomba wake. Aliamini kuwa ameshatafuta maisha tayari na ilimpasa yeye tu kwenda kukaa na mjomba wake. Ama ndoto bila shuka zinaitwa njozi. Peter ndiye alimfumba macho Linda. Alimfumba macho kwa mahaba mazito kabisa bila kumwambia chochote kile. Kisha alimuinua kutoka pale mlangoni, akamshika kiuno polepole. Alimsogeza hadi ndani ya chumba chake na kufunga mlango. Mlango ulifungwa huku bado Linda akiwa mikononi mwake. Walitazamana bila kuongea chochote kile. Linda alipatwa na hisia za ajabu sana. Alishindwa hata kutoa mikono ya Peter kiunoni mwake. Alijikuta tu anatumbua macho yake mbele ya Peter. Mwanga mshumaa nao ulikuwa unaelekea ukingoni kuzima.
Kwani hata ulichukua muda? Si ukazima bwana. Ndani kukaa na watu watatu sasa. Linda ambaye alipigwa na butwaa la hisia, Peter ambaye alikuwa katika wakati wa kumbembeleza Linda kwa lazima na tayari alimshika sehemu ambazo si rahisi mtu kuwa mjanja. Mtu wa mwisho aliyekuwa anashuhudia jambo hili lilikuwa ni giza lenye lilitulia tuli kuangalia nini kitafuatia. Mambo si ndo hayo bwana. Hebu endelea kusubscribe katika chaneli yetu ya Simulizi Zetu Media. Peter alijikuta yuko maridadi sana, tena maridadi kweli kweli. Mwili wake ulionyesha kuwa ana wakati mgumu sana kwa muda mrefu bila kupatana na mwanamke kimapenzi. Alijikuta tu anamnyakua Linda na kumbananisha kwenye mlango ambao sasa ulikuwa umejifunga ili hewa chafu ya nje isiwaingilie wawili hawa waliojikuta kwenye penzi la ajabu. Mdomo wa Linda ulikuwa unasukumwa na sumaku kunasa mdomo wa Peter. Mikono ya Peter nayo ilikuwa bado imejikaza bila kuachia kwenye kiuno cha Linda. Lo, waling'ang'aniana utazani ni ugomvi wa mkulima na mfugaji. Linda hakujifunza popote pale mapenzi, ila alijikuta tu anagusisha mashavu ya mdomo wake kwenye mashavu ya Peter. Waliganda bila yoyote yule kufungua mdomo, na kila mtu akiendelea kusikilizia mapigo ya moyo ya mwenzake, ambapo yalikuwa yanalalama mithili ya mikwaruzo ya matairi mabovu kwenye njia mbovu. Peter naye bila kutarajia alijikuta tu anaanza kumpapasa Linda popote pale alipojisikia. Kwa jinsi hisia zilivyo hazina adabu, zilimpeleka Peter hadi kwenye makalio ya Linda. Alipapasa hapo bila kufungua mdomo wake kumpokea Linda. Aisee, kama umepata bahati ya kukaa na kabila la Wasukuma, basi wana msemo wao mmoja hivi unaosema practice make perfect. Unajua na maana gani? Ngoja nikupe darasa kidogo. Walikuwa wanamaanisha kuwa hata kama kitu huwezi, basi ukiendelea kukifanyia majaribio au kazi, basi kuna siku utakifanya kwa ubora sana. Aya sasa, tutoke kwa Wasukuma, tuendelee na Linda wetu. Taratibu Peter alitumia nguvu zake hadi kwenye godoro lake ambalo hata alikutandikwa kipindiko. Luku nayo iliisha, umeme ulikata, kulikuwa na giza kiasi cha hata meno yao kutoonekana. Sema tu ni mjini. Light ingekuwa kwetu kule Chambawima, basi kungekuwa na wale wadudu wanaopiga kelele utadhani wanashangilia ushindi wa Yanga dhidi ya Simba. Godoro nalo liliitikia kupokea mwili wa Linda kwa kuwa lilikuwa na ukubwa wa kutosha. Linda hakuumia kabisa. Alikuwa amefumba macho kupokea chochote kile ambacho kitakuja juu yake. Yani likija tofari sawa, mlango sawa, ndoo sawa, hata akiamua kumtupia takataka za keko sawa tu. Hakuna lilolielewa Linda. Alifika mwisho kabisa wa hisia zake. Peter naye alifuata kwa juu bila kupenda. Kati yao wawili hawa hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anajielewa hadi hapo. Hisia tu ndio zilikuwa zinaongoza bila wao kupenda. Basi mpapaso kaanza hapo hapo. Kwa kipindi hakuwa aliyekuwa kamili hata mmoja. Kila mmoja alihitaji mafunzo ya pembeni ili kuimudu mechi hii. Peter hakupata kabisa mechi ya ugenini ambayo tungesema kwamba ingemfunza hata kidogo. Hata Linda naye alikuwa mkavu aswa, hata asijue wapi pa kuanzia. Waligaragazana hadi pale umeme uliporudi. Bwana Peter alirushwa huko na Linda, naye akaibuka katika zimu lile la ngono lililomvaa muda mfupi ulilopita. Linda alijikusanya pembeni huku aibu ikimshika kwa jinsi alivyoonekana. Mwili wake ulikuwa shaga la bagara na tayari alishaanza kuloana kabisa yale maeneo yetu. Sorry Linda, nimekuumiza. Peter alijitahidi kurudi kwa Linda na kukaa pembeni yake. Alijikuta anauliza swali ambalo haitakiwa yeye ndo aulizwe kwa maana alirushwa upande wa pili. Linda ana nguvu bwana. Yaani siku zote wanawake wa vijijini bwana, au wanaume wa vijijini. Kwanza mwanamke mmoja wa kijijini sasa na wanaume 50 wa Dar es Salaam. Anyway, tuachane na hayo. Lakini sio uongo, ni ukweli, si ndio? Hapana, no Peter, hatuwezi kufanya, alijibu Linda, tai kuamulika haswa kwa jinsi alivyoonekana wa kijijini. Oh, Linda, nini tena hii? Peter aliruka tena hadi kwenye mwili wa Linda. Alimpapasa pale kwenye mkono wake ambao alipata nao ajali na kusukuma kwenye mtaro. Peter alikuwa ni mtu wa kujali sana.
Nilianguka, alijibu Linda na kukaa kimya. Yamkini Linda ni kiburi akiona mwanga tu, maana toka umeme wake kiburi kilianza tena kumkolea. Umepigwa? Aliuliza Peter huku akijitahidi kutafuta kitaa ili kupunguza mikwaruzo inayoonekana. No, nipo sawa jamani. Alitoa mikono yake Linda na kuendelea kujipoteka konani. Oh mama, hili ni jiji. Ya kupasa ufuate maelekezo yangu ili tuishi vizuri. Hupaswi kuondoka bila taarifa hadi ujue hapa ni wapi na pale ni wapi. Mimi nitakuwa bega kwa bega na wewe, aliongea Peter kujitoa katika aibu ya mapenzi, na hapo hapo alitoka nje kabisa. Peter alikaa nje kama nusu saa hivi akijiangalia kwanza moyo wake kama umepoa au la, kwa maana alifanikiwa kuusimamisha kwa nusu saa bila kulegea. Alipoona kidogo mambo yanaenda sawa kwa upande wake, alirudi ndani na kumkuta Linda akiwa analia, bado akiwa pale pale. Sasa Linda, unamlilia nani? Bibi au mjomba wako? Uko ulikotoka au mimi? Aliongea Peter kwa kutokumuelewa vizuri Linda. Ni sawa, maswali ya Peter alikuwa mengi. Tena alikuwa mengi sana, lakini yote alikuwa na umuhimu na alikuwa na jibu moja tu, kwamba yote hayo ni sababu ya Linda kulia. Peter, mimi sikufahamu vizuri wewe. Sipafahamu vizuri Dar es Salaam. Sijui nitampata wapi mjomba wangu. Peter, nahisi na kuweka majaribuni sana na sihitaji kuwa hivyo, aliongea Linda, na sasa alijitahidi kuinua kichwa na machozi yake. Kwani kipi ambacho hutaki kuelewa Linda? Mimi ndiye nimekuleta hapa, tena kwa nia nzuri tu dada yangu. Linda, mimi sina mke wala mpenzi. Nipo mwenyewe tu. Ni wajibu wangu kusaidia. Hutaki kunipa muda ukaa sawa na wewe ili tuzungumze nini cha kufanya kiwe rahisi kumpata huyo mjomba wako? Sawa Peter, lakini nimekuwa mtu wa mikosi sana. Kila kitu napoteza. Kila kitu Peter. Hakuna ambaye yuko upande wangu hata mmoja. Kabla hajamaliza, Peter alimziba tena mdomo. Kwa hali ile ya mwanzo ilijirudia tena. Safari hii alimwangalia tu. Linda na Peter alipatwa tena na hali ile ile ambayo ilitokea muda mfupi uliopita. Peter alijikuta anamziba Linda mdomo na wote waliangaliana wakati huu. Na sasa mwanga ulikuwa shahidi, sio giza tena. Usiseme huna msaada. Kama huna pa kukaa utakaa kwa Peter. Kama huna bibi utamuita Peter bibi. Kama hutampata mjomba wako, basi nitakuwa mjomba wako. Kuanzia muda huu sitaki nikuone unalia wala kunungunika. Niamini mimi. Nipe nafasi yangu. Kisha kila kitu kitaenda sawa. Peter aliongea machache huku akitoa kidole chake kwenye mdomo wa Linda na wote kukaa upande mmoja. Linda, ya kupasa kuwa mvumilivu sana. Tena uwe mtulivu, la sivyo jiji litakubadilisha sana. Usiwe mtu wa kuzuia hisia zako kwa vitu ambavyo haiwezekani. Aliongea huku akimgeuza shingo kumwangalia. Ya kupasa uwe binti imara na jasiri. Ishi kama vile hakuna kitu ambacho unakitafuta. Fanya biashara ndogo ndogo, hata kuuza pipi tu, na iko siku mjomba wako atakuja kununua pipi kwako. Nina mengi sana ya kuongea, lakini nahisi muda unaelekea kuniacha bwana. Napenda sana kulala muda wangu mimi. Nyanyuka, pika, oga, kuwa huru. Kesho na siku zote zijazo tutaongea zaidi. Peter aliongea maneno ya faraja, na sasa Linda alitabasamu. Alivuta rambo yake na kuangalia vitu ambavyo alitoka navyo ndani kwa Peter na kwenda navyo mjini. Hakukuwa na pesa kwenye huo mfuko, maana watu wa vijijini bwana wanaamini sana mifuko. Alitania Peter akiwa tayari ameshainuka. We, unadhani mimi sina akili? Niliondoka na vitu nusu tu. Kapesa kangu na nguo za ndani niliweka chini ya godoro lako, aliongea Linda, na kweli alifunua godoro na kuvikuta vitu vyake. Usiniambie kwamba kabla ya kwenda kutafuta pesa mjini nilitoka na kuzilalia nyingine hapa. Alihamaki Peter akiangalia kwa jinsi Linda alivyoficha vitu vyake chini ya foronya la godoro. Na zilivyo noti chache. Hukusikia hata sauti au la harufu ya pesa. Naye Linda alianza kusahau shida zake kwa ucheshi wa Peter. Alikusanya vitu vyake na kuviweka tena kwenye mfuko wake. Naenda kwanza kuoga, kisha kupika na kulala, aliongea kwa shukrani sana. Sasa kidogo lile tabasamu ambalo Peter hulipenda haswa linaonekana sasa. Kaoge, ila kupika leo zamu yangu. Nataka nikupikie biriani la nguvu leo. Naye Peter alichombeza na kisha wote kutabasamu. Hivyo ndivyo maisha ya Linda yalivyoanza kukua. Alipofika Dar es Salaam, alijaribu kuzikimbia hisia zake kwa Peter, lakini zilimrudisha. Na sasa mapatano baina yake na Peter yaliletwa amani mpya na kuendelea na maisha yao kwa ushirikiano.
Lakini hakuna aliyemwambia mwenzake kuhusu anavyojisikia moyoni mwake juu ya mwenzake. Labda wanasubiri hisia zao zifike mwisho. Siku ya pili yake ilikuwa bora na mpya. Yaani Peter hakwenda kazini kuuza karanga wala Linda hakwenda mjini kumtafuta mjomba wake huyo ambaye hata jina hamfahamu. Maisha kwake siku hii yalikuwa bulbul. Kwa nini umeamua kunipa mimi pesa yote na ndio nikupangie ratiba zako? Peter alikuwa na maongezi na Linda. Katika maongezi yao, Linda alimkabidhi pesa yote Peter ili ampangie matumizi na maelewano alianza kuwa mazuri sasa. Umeniaminisha kuwa wewe ndio kila kitu. Sasa ndio maana nimekupa hiyo pesa. Useme sasa, je, utaongeza kwenye mtaji wako wa karanga au utafanya biashara gani? Alijibu Linda akiwa anafumua nywele zake kwa mara ya kwanza toka aingie Dar es Salaam. Kipindi chote hicho alikuwa anazificha kwenye lemba. Hapana, mimi nina mtaji wangu tayari. Ila sasa cha kufanya hapa, itabidi na wewe uingie kazini sasa. Sijui upitishe samaki, mboga au matunda. Hapo samaki. We nimetaja tu kimakosa. Huna kifaa cha kuhifadhia samaki na bado sio mzoefu. Ya kupasa upate biashara ndogo ya kutembeza ili ujuane na watu, ili kipindi utakapowaletea bidhaa nyingine basi watakuwa radhi kununua bila shida. Basi hapo matunda nahisi itakuwa poa sana. Nikifanikiwa huko basi nitaenda kufungua mgahawa wangu mkubwa katikati ya jiji. Na mjomba wako muda wake sasa kunitafuta mimi sina mawasiliano naye sasa. Nitavimba miguu tu kwa kutembea. Tukikutana basi inshallah itakuwa nzuri zaidi. Vizuri, umekuwa sasa Linda. Huyu ndiye Linda sasa, yule mwingine alikuwa ni Linga. Leo aliongea hadi kubengeshana mikono. Siku hii ndio hata majirani walijua kuwa Peter ameshaoa, kwa maana kukaa na mwanamke chumba kimoja, hata kaka na dada wa damu, unajikuta tu udada unaondoka na unakaribisha ubebi. Usicheze na hisia wewe. Hebu tupeni experience ambayo mmewahi kuishi na kukaa na wanawake chumba kimoja wiki nzima, alafu wazuri kama Linda, alafu hujafanya chochote kile. Sio kwa wanaume wada. Hawajiwezi lakini. Aka sio maneno yangu. Ni maneno ya mwandishi hayo. Linda alichagua kumzungusha matunda jiji zima kwa mguu. Walikuwa wanatoka wote wawili saa 3 asubuhi Kigamboni kuelekea Ilala Boma, ambapo ndipo Peter na rafiki zake huweka makazi ya siku huko kwa kununua na kuuza na kupumzika juu ya kazi zao za kuuza karanga. Linda naye alijiunga nao kwa vifaa vyake vyote kuwepo hapo. Yaani Kigamboni alikuwa anatoka tu, anaenda hapo kwa kina Peter ambaye kiongozi wao alikuwa anajiita Hunter wa Milazo. Huyu bwana yeye hapo mwanzo alikuwa ni mwimbaji wa kizazi kipya. Alichana mistari kwenye ngoma kadhaa na kuona soko ni gumu. Akaamua kutulia na kufungua biashara ya kuuza karanga kwa bei ya jumla na rejareja. Yaani yeye ananunua zile mbichi na kuziweka sawa, kisha anawauzia wenzake kwa bei rafiki. Huku na yeye akijipatia kipato cha kula kila siku. Na ni mtu ambaye amejizolea maarufu sana Ilala nzima. Utasikia naenda kununua kwa Hunter wa Milazo bwana. Basi na Linda pia alijishikiza hapo anakosha matunda yake na kuyaandaa vizuri, kisha kuyapaki kwenye deli kubwa jeupe, na baada ya hapo kuuza kwa vigogo maofisini ambao wao kutoka nje wanaona kama laana hivi. Basi Linda aliamua kuwafikia watu hao. Hakuwa anauza kwa watu hao wanaotembea ovyo, na pia hakutaka ushindani wa wafanyabiashara. Yaani upeleka ofisi moja anauza hadi anaisha, kisha anarudi kuchukua mengine na kusambaza kwenye maofisi huko hadi jioni. Na akifunga mahesabu na Peter wake Kigamboni, basi ni faida haipungui shilingi 30,000 kwa siku. Mpenzi msikilizaji, umepata wazo la biashara au umependa mapenzi ya Linda na Peter? Bila shaka umesikia habari za Hunter wa Milazo. Linda ndo huyo jijini. Tuendelee mbele ili kujua nini kinaendelea. Tunaambiwa Linda mambo yake super ndani ya jiji la Dar es Salaam sio mgeni kiasi cha kumfunga kamba mguuni. Ilala nzima ilianza kuimba jina lake kwa jinsi alivyo mrembo, na joto la Dar lilianza kumpendezesha maradufu. Peter, Linda aliita jina la Peter na kuwa makini kuangalia pembeni kuliko kumwangalia huyo Peter aliyemuita. Peter naye aliweka mwili wake sawa na kumwangalia Linda ambaye wanakaribia mwezi sasa na wanahala chumba kimoja ila sehemu tofauti. Sijui hata nishukuru kwa namna gani hadi nifike kiwango ambacho moyo wangu unahitaji kutoa shukrani kwako, aliongea Linda, na sasa alirudisha macho kwa Peter. Wakatazamana. Peter, nina mwezi sasa nipo na wewe na umenipokea vizuri sana, kinyume na matarajio yangu hapo mwanzo. Nilikuwa sitarajii kabisa Peter wewe ni mwingine, lakini nisamehe kwa kukuwazia vibaya. Naomba
uchukue shukrani zangu sasa. Aliendelea kuongea Linda na kuonyesha tabasamu lake ambalo lilimwacha hoi Peter. Unataka kuniambia kwamba unaaga? Sijakuelewa hata neno moja uliongea. Peter alihisi sasa Linda anataka kuondoka katika chumba chake na kwenda kujitegemea. Kwa maana kwa maneno ya Linda alionyesha kabisa anataka kuondoka na kumwacha Peter huru. Nashukuru umewahi kuniuliza kitu kama hicho. Nadhani muda umefika sasa Peter, ukwenda kujitafutia maisha yangu nje ya hapa. Natakiwa kuacha huru Peter. Huru gani? Huru ya wapi hiyo ambao unaiongelea Linda? Peter alikuwa mkali kidogo. Hakutaka kabisa kusikia Linda anaondoka mbali na macho yake. Hakupenda kabisa jambo hilo litokee. Peter, nahitaji kuacha na maisha yako. Mimi nimeingilia tu hapa kati. Sikuwa kabisa katika mipango yako. Ikitokea tu tuseme Mungu mkubwa. Lakini kwa sasa nahitaji kuweka huru zaidi na mambo yako. Kama kukutana tutakutana tu huko kazini. Ukinimisi unanipigia tu simu. Njoo unifulie. Mie huyo nakuja. Nini kinaharibika hapo? Moyo Linda. Kabla Linda hajamaliza vizuri maswali yake, Peter alimpokea na msemo huo. Ni uzembe wake tu wa kutokumwambia Linda hadi leo hii kwamba anampenda sana. Peter aliendelea na maombi yake. Moyo wangu utakuwa na jeraha kubwa sana Linda. Ukiondoka hapa itazidi kuumwa upya. Nitaumwa sana kama nilivyokuwa naumwa mwanzo. Kuja kwako kumekuwa dawa. Moyo umetulia sana. Alimaliza Peter na sasa dhahiri alikuwa anataka kulia. Japo alijikaza kabisa kiume na kutumbua macho ili machozi yasitoke yakauke na upepo. Wanaume wana mateso sana ise. Hawataki kuonyesha hisia zao. Peter, kwenda mbali mimi haina maana sitakuja hapa. Sasa tutaishi vipi hivi? Tutaendelea kweli hata ndani kama hali ilivyo? Na kuomba Peter nipe nafasi ya kutetea maisha yangu. Nikifanikiwa mimi basi umefanikiwa wewe. Alikuwa mbishi Linda. Alijua kukaa kwake hapo kutambana mno Peter. Alihisi muda wa kuondoka na kuanza maisha yake umewadia. Upo radhi kuondoka sio? Aliuliza Peter, uso ukiwa chini. Yaani ulisubiri jibu la Linda tu? Machozi yakaanza kumdondoka. Ndiyo, alijibu Linda na hapo hapo Peter akajiachia bwana. Ule mchozi aliubana kwa muda mrefu ulimtoka. Aliangalia mbali sana kukopesha macho yake na Linda ili asijulikane kama analia. Mishipa ya shingo ikakakamaa sana. Wasubiri nini sasa? Peter alianza kuongea kwa hasira. Alijikuta anakuwa na hasira za kufanya maamuzi ya kumwacha tu Linda endelee na mambo yake. Na kama alikuwa fungu lake, basi bila shaka atarudi kama alivyorudi siku ya kwanza. Nasubiri neno lako tu Peter. Ruhusa tu ili niwe huru huko niendako. Aliongea Linda, moyoni akiwa na furaha bila kujua Peter amechukia sana kiasi cha kuteremsha machozi. Sawa. Alitikia Peter kuashiria kuwa amekubali na hapo hapo alisimama zake na kuingia ndani. Alitumia dakika moja tu kisha akatoka nje akiwa na kofia aina ya kapero na kisha kuongoza njia bila hata kuaga. Alienda sehemu ambayo anahisi ingemponya hisia zake. Baada alienda kutangaza kuondoka. Samahani Peter, najua unaumia sana, lakini sina chaguo. Napaswa kuendelea na maisha yangu. Labda nitapata uhuru wa kuonana na mjomba wangu. Sipendi nikubane, fanya mambo yako. Kivyo vyote nitaondoka tu Peter, ila nitakuja mara kadhaa kukujulia hali. Alijiongelesha mwenyewe Linda na sasa alikuwa ameweka mikono yake miwili kwenye mashavu. Akili ikimcheza sehemu ya kuweka makazi yake na kuanza maisha yake upya. Baada ya wiki moja, wapo wanaosema kwamba samaki mpunja ngali mbichi. Walikuwa wanamaanisha kuwa ukitaka kumbadilisha mtu tabia, basi anza na utoto wake. Akija kuwa mtu mzima, atakuwa amekomaa kabisa kiasi cha kushindwa kurekebishika. Linda alianza kujizoesha maisha ya kuishi peke yake na sasa tayari alikuwa amejichukulia chumba cha bei rahisi maeneo ya Lingdon kwenye kata hiyo hiyo ya Mji Mwema ambapo ila kulikuwa na umbali wa daladala moja la shilingi 400 tu ili kufika kwa usahihi. Chumba cha Linda hakikuwa na utofauti sana na chumba cha Peter. Alijaribu kuweka vitu kama vile vile ambavyo Peter aliweka kwake. Aliandaa chumba cha kulala na kuamka tu, na asubuhi hadi jioni anashinda huko Ilala kwenye biashara yake ya matunda. Yes, huyo mzungu achana naye. Aliweka hapa ahadi ya kupekewa simu 100, takriban 100 za kampuni tofauti. Leo anatoa kauli kama hizo. Jomba, achana naye. Usidhani kila mwenye rangi nyeupe basi hana kona. Okay, sawa. Tarehe 9 mwezi ujao mzigo unasogea bandarini. Hakuna shia yake hata kidogo. Poa. Kijana mmoja mwenye umri wa miaka 28 hadi 32 alikuwa anaongea na simu kuhusu mambo yake ya kibiashara.
Simu aliyopokea haikumweka kwenye kiti hata kidogo. Alikuwa anaongea kwa mikono huku akienda hadi kwenye dirisha lake la kioo kwenye ofisi yake, kisha kurudi tena mezani kwake. Muda mwingine alikuwa anafika hadi kwenye kopo dogo la maua kando ya ofisi yake, kisha kurudi tena pale pale. Alikuwa atulia hata kidogo. Upekee wa kijana huyo, alikuwa mrefu, maji ya kunde, kichwani kwake kukiwa na aina fulani vya mnyoo wa Timbaland, huku juu nywele za juu za kichwa zikiwa kubwa kiasi. Mwili ukikubali kwa noti la suti na t-shirt, yani rangi aliyovalia kwa ndani ya koti jeusi. Chini ya suruali kulikuwa na kiatu fulani hivi cheusi pio. Alimeweza kuongea na simu yake ya mkononi na ya mezani pia ikaita. Oh, Matunda. Yupo hapo muuzaji. Safi. Hebu mwambie aje hadi huku juu. Leo nataka nile ya aina yote aliyobeba. Mwambie asiuze tena. Yaliyobaki yote aje nayo huku juu. Bwana, fanya hivyo. Kijana huyu alikata simu na bado alikuwa amesimama kwenye meza yake akisubiri mtu ambaye anaita Matunda ofisini kwake. Alisha siku hii hakuwa na kazi kubwa ya kufanya, hivyo aliamua tu kupokea simu pamoja na kula. Baada ya dakika 2 mlango wake uligongwa na alimruhusu mtu anayegonga mlango kuingia ndani. Alikuwa ni Linda, akiwa na deli lake la matunda kifuani. Lilikuwa zito mno na alishindwa kuliweka chini kutokana na ofisi alizoingia. Aliingia hadi ndani na hakuwa na wasiwasi hata kidogo. Alishazoea kuingia kwenye ofisi tofauti na alikuwa mzoefu sasa. Bwana toka Linda anabishana na mlango kuingia ndani hadi anafunga, anasogea na kumkaribia jamaa huyo aliagizia matunda kwa muda huo. Jamaa alikuwa anamwangalia tu Linda usoni, akiwa na bonge la bomboazi. Nadhani wenyewe wanaume wazee wa tamaa kali mnajijua. Yaani toka ameinama anamwangalia Linda, anaingia hadi Linda anafika na kutoa deli lake chini. Jamaa bado alikuwa anamtazama tu. Sijui kipi ambacho kilikuwa kinamsibu kwa wakati ule, ila pasi na shaka mwanga wa hisia ulimpiga kwenye macho yake, naye alikaribishwa kwenye hisia za mwisho. Mpenzi msikilizaji, wewe unahisi kipi kitaendelea? Moto huu ni hatari sana kwa hisia za binadamu.